Hapa tuko na Dope Naturals, mama ambaye ni wa mfano kwa Tanzania hii, kwa dunia hii, kwa sababu badala kuwa mama tegemezi kusubiria hela kila wakati, hela vikoba, hela nguo, hela kusuka, badala yake yeye mwenyewe huwa anaambatana naye kila napokwenda. Kwa hiyo sisi nje kwamba tunakuwa na muda wa kula bata, lakini tunafanya kazi pamoja. Yeye huyu mama sio kusubiria pesa nyumbani, sio pambo la nyumba, bali yeye mwenyewe anachangia kwenye kipato cha familia, anakuwa mstari wa mbele. Na hiyo ndo jambo la msingi sana kwa jasiriamali, kuoa mjasiriamali mwenzio, kwa sababu nimegundua kwa kupitia ushuhuda wangu kwamba wanawake ambao hawatafuti au mtu yeyote ambaye atafuti huwa ana tabia kulalamika. Kila ukileta kitu nyumbani hakitoi, mboga haitoshi, mboga samaki gani, hawa samaki gani, nguo hii aina gani, mimi sitaki nguo ya 40,000 nataka nguo ya 200,000. Sasa huyu hapa ni tofauti. Huyu Dope Naturals amekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Amekuwa ni mtu ambaye badala kuwa tegemezi, amekuwa ni mtu ambaye ni msaada mkubwa sana. Kwa kila kazi ambayo tunafanya, amekuwa mstari wa mbele. Na ni somo kubwa sana hilo ambalo unaweza kujifunza kupitia hii kapo ya tofauti, kapo ya wajasiriamali kwa chapa kazi. Na hapa tuko katika eneo la maandalizi ya kupanda miti ya kudumu. Hii ni michikichi. Na katika uchimbaji wa shimo kama unavyoona, udongo wa juu unakaa juu na udongo wa chini sentimita 30 nyingine ya chini itakaa pembeni. Ungependa kujifunza kutoka kwetu, hakikisha una subscribe na like na kushare video hii ili wakati ujao uweze kujifunza kwa vitendo ujasiriamali. Ujasiriamali sio eti kazi, ujasiriamali ni mtindo wa maisha. Ni namna unavyokula, namna unavyoishi na mwenzio kama mke wako, ni namna unavyovaa, ni namna unavyoishi kwa ujumla wake. Maisha yetu ya ujasiriamali ni kuanzia asubuhi mpaka kitandani, mpaka tunavyoamka, mpaka tunavyofanya kazi. Na hata watoto wenyewe, watoto wa nyoka ni nyoka. Usitegemee mtoto hapa atakuwa mtoto mzembe. Hapa ni mtoto ambaye atakuwa mchapa kazi, kwa sababu nimegundua kwamba mama ambaye ajitumi wakati mwingine anasababisha na watoto pia wasijitume. Baba unaweza kuwa na maadili mema, unafundisha watoto wafanye kazi kwa juhudi, lakini kama mama atakuwa anaambia baba yenu naye wanasumbua na kazi za kila siku, huyu baba yenu naye haeleweki bana, watoto ukumbuke kwamba watafanya vile vile, watajitokeza watoto kwamba watakuwa wanamfuata mama, na wakifuata mama mwisho wa siku wewe miradi ulioanzisha ukiwa imefika hatua umeshiwa nguvu, kazi zako zitakwama kabisa. Unahitaji familia kama wawekezaji wa kwanza au kama wabia wa kwanza kufanya nayo kazi. Unahitaji watu ambao kukusupport kuanzia familia kabla hujaenda nje. Tunahitaji wabia mbalimbali katika biashara ili iwe. Lakini bahati mbaya watu wengi wamekuwa wanapigana vita kipekee. Unakuta ni mwanaume tu akitoka ndani, na bahati mbaya mwanamke wa namna hiyo, mwanaume akitangulia mbele za haki huwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu familia ulia kilio, kwa sababu hakuna kipato. Familia ambayo inategemea mkono wa mtu mmoja, akiugua familia inaugua. Unaona? Sasa badala yake ukiwa na familia ambayo kuanzia mama mwenyewe ambaye tunasema ukitaka kubadilisha jamii, badilisha kwanza mwanamke. Badilisha fikra ya mwanamke, kwa sababu mama anaweza kuleta mabadiliko makubwa, kwa sababu watoto wanamsikiliza zaidi mama kuanzia hatua za mwanzo kabisa. Kwa hiyo ukimesa ukapata mama ambaye sio sahihi, kumbuka hata watoto wako wenyewe watakuwa watu hivyo hawaeleweki. Kwa hiyo unafaa kabisa upate mwanamke ambaye, kama ni mwanaume upate mwanamke ambaye ni sawa, lakini kama ni mwanamke upate mwanaume ambaye ni sawa, kwa sababu issue sio wanaume peke yake, lakini kuna changamoto pia wanaume ambao ni wakulelewa. Kila kitu anakacha bure. Asubuhi anaingia kwenye baa, anapiga baa mpaka jioni, anarudi nyumbani, anaangalia mama kauzauza kule kwenye genge, viela kidogo vipatikana anakula pale. Kesho anaenda kwenye mchezo wa bao vile vile. Anakuwa ni mwanaume tegemezi, mwanaume suruali. Badala yake inabidi watu wote wawili mpambane, mama na baba. Na mkiwa nyinyi mnapambana vizuri, na watoto pia watawafuata, kwa sababu watakuwa wanaona mifano halisi nyumbani. Unaona? Dope Naturals, una jambo la kusema kidogo? Tema nyongo. Wanawake tunaweza jamani, si mpaka tuwezeshe. Huyu hapa anatema nyongo. Kwa hiyo sasa tukitoka hapa shamba anasema nimnunulie abaya. Na mimi kwa kweli hapa siwezi kuwa bairi. Mwanamke sharti atunzwe. Hiyo ni pamoja na mambo mengine kwamba afanye kazi, lakini lazima atunzwe ili awe bora zaidi. Kuna hiyo nguo inaitwaje? Abaya. Baada hapa tunaondoka moja kwa moja kutafuta abaya. Familia inatakiwa kushirikiana kwenye shida na raha. Mama anachimba mashimo, mimi napata kupanda miti, na kwa pamoja tufanya kazi. Lakini baadaye mama anaweza kusimamia kazi ya umwagiliaji miti hii,
na mwisho wa siku utaona kwamba kazi ambayo haina mkono wa mtu mmoja ni kazi ambayo huenda kwa haraka, kwa ufanisi mkubwa zaidi. Leo hii ni tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026. Tunapanda huu mti katika kiwanja hiki kilichopo Nshambya. Hii ni ishara ya kuzindua mradi wetu, mradi maalumu wa matibabu. Hii ni kliniki, itakuwa ni kliniki ya matibabu kwa njia asili, Dope Naturals. Kutakuwa na huduma ambapo tunalenga kufundisha jamii na kusaidia jamii kuepukana matumizi ya madawa ya mahospitalini yaliyopitiliza. Badala yake tunafundisha jamii kurudi kwenye asili, ambapo sasa tutafundisha namna ya kutumia vyakula na mitishamba kuweza kujitibia magonjwa mbalimbali kuanzia kisukari, pressure, magonjwa ya shinikizo kubwa la damu, magonjwa ya kansa na vitu kama. Kwa hiyo mti huu ni baraka ambayo tunaipanda leo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026. Na kwa sababu ya hivyo tunaomba dua kwa pamoja. Tunakaa hapa karibu, tunaomba kwa pamoja. Mwenyezi Mungu, huu mti tunaopanda leo, ni iwe mbegu ya kupanda wema katika jamii, iwe mbegu ya kupanda afya njema katika jamii yetu, kama tunavyosema katika kampuni yetu ya Aje Farms mashamba yanayotembea kwamba Aje Farms ni afya ya jamii enterprise, ni biashara ambayo inaenda kusaidia jamii. Kwa hiyo tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki kazi ya mikono yetu, ubariki jamii yetu iwe na afya njema, kwa sababu afya ndiyo mtaji wa kwanza kwa jamii yoyote. Tunaamini kwamba mti huu unaenda kuwa baraka. Huu mti uwe baraka kwa jamii yetu, iwe ni afya ambayo tunategemea kupitia mti huu, kwamba iwe ni neema kwa jamii yetu. Mwenyezi Mungu bariki kazi ya mikono yetu. Amina. Hapa ndio tunatoka shamba baada ya kazi yetu ya kutwa tangu alfajiri saa 11. Tumeingia humo kupanda miti katika eneo ambalo tunatarajia kufungua kliniki ya matibabu kwa njia asili kwa kutumia vyakula na miti dawa, miti shamba. Tunaanzisha kituo cha Dope Naturals ambacho kitakuwa kinatoa huduma za tiba kwa kutumia vyakula, mfano magonjwa ya presha, kisukari, unyafuzi, kansa, shida za kiume, vile nguvu za kiume, matatizo ya ugumba kwa kina mama, mauzito yale kutokia, vitu mbalimbali. Naona kipara, naona mtu ako na kipara, mtoto mdogo kipara, mwanamke ana sauti ya kama mwanaume dume, akoroma, unasema humo ndani kuna nani? Hayo yote, matatizo yote tunataka tuyatibu kupitia kituo ambacho tunaanzisha hapa. Umeona? Kupitia kituo ambacho tunaanzisha katika eneo hili la Bukoba. Kitakuwa ni kituo ambacho kitahudumia kanda ya Ziwa nzima. Lakini kuna kituo kile kitakuwa Morogoro, ambacho kitahudumia Tanzania nzima, kwa sababu Morogoro ni center. Lakini hiki hapa kinahisi sana kuhudumia kanda ya Ziwa. Kwa hapa tutakuwa tunauza vitu kama herbal tea, tutakuwa tunauza vitu kama okra water, maji ya bamia, tutakuwa tunauza matibabu, kufanya matibabu kwa njia ya kutumia karafuu. Kwa mfano jino linapouma sana, tutafundisha namna watu jinsi ya kupunguza uzito, kwa mfano kudhibiti magonjwa ya kisukari kwa njia ambazo ni za asili bila vidonge.